Tunashukuru kuendelea kufuata mpangilio wa NETmedia. Na tunakukaribisha kwenye kipindi cha leo ambacho kitawasilishwa kwako na Abai. Je, unajua kwamba unaweza pia kuwa mfanyakazi wa nchi yenye nguvu duniani? Labda unajiuliza jinsi baadhi ya watu wanavyofanya kazi kwa nchi wenye nguvu na unajiuliza, wanafanyaje hivyo? Ikiwa unajiuliza jinsi watu wanavyopata ajira kama wafanyakazi wa nchi zenye nguvu kama Marekani, Kanada, Ufaransa, Australia, China na nyingine, NETmedia itakupa mifano halisi ya jinsi ya kufanikisha hilo, iwe unaishi katika nchi hizo. Jambo la kwanza ni kujiuliza, ni majukwaa gani yanachapisha matangazo ya ajira katika nchi hizo na unaweza kuyaingiliaje? Unapojua wapi pa kupata taarifa kuhusu ajira zinazopatikana, inakuwezesha kubaini kama unakidhi vigezo kabla hata ya kufikiria kuwa mfanyakazi wa nchi hiyo. Mfanyakazi wa nchi hizi. Kinachoshangaza ni kwamba kuna baadhi ya kazi ambazo hazihitaji vyeti vya juu, bali ni lazima tu uwe na nia, uwe na hali fulani, uwe mahali fulani, na utaona kwamba hizi ni mambo muhimu. Leo, tutatumia mifano ya kazi zinazotolewa na serikali ya Kanada zinazopatikana kwenye tovuti za wizara, ambazo utazipata mwishoni mwa mjadala huu pamoja na katika maelezo ya mjadala. Tangazo kwenye tovuti ya Wizara ya Uhamiaji na Uraia ya Kanada linasema: fanya tofauti ya kweli. Kuwa mfanyakazi wa kitivo cha usaidizi wa wateja. Changia katika mustakabali wa nchi, tusaidie kujenga Kanada yenye nguvu zaidi. Mahali pa kazi Montreal. Kipimo cha mshahara hadi $67,000 kwa mwaka. Tarehe ya mwisho ya kuwasilisha maombi mwezi wa Juni, tarehe ya 26 mwaka wa 2026. Unaweza kujiuliza kinachohitajika. Mahitaji ya kazi: elimu, shahada ya sekondari au mafunzo mengine. Kutambulishwa na mwajiri. Mafunzo: kuwa umemaliza miaka 2 ya masomo ya sekondari. Uzoefu: miaka 2 ya uzoefu katika huduma kwa wateja au katika kituo cha huduma za simu. Hii inamaanisha kwamba hata kama hujakamilisha masomo yako ya sekondari, lakini umepitia angalau mwaka wa kwanza na wa pili, au hata kama hujasoma chochote, lakini una uzoefu wa kazi katika huduma kwa wateja kwa simu kwa miaka 2, inahesabiwa. Pia inamaanisha kwamba unaweza kuwa umefanya kazi kwa muda fulani katika biashara ya kifamilia, lakini wajibu wako ulikuwa kuwasiliana na wateja kwa simu kwa lugha zinazoruhusiwa, yaani Kifaransa na Kiingereza. Kuhusu maarifa, ujuzi na tabia, inahitajika tu kuwa na uwezo wa kuelewa na kubadilika, maarifa katika huduma kwa wateja, uwezo wa uchambuzi, ujuzi wa mawasiliano, uwezo wa kushirikiana vizuri na wengine, pamoja na maadili mema na tabia nzuri. Zaidi ya hayo, itahitajika kuwa na uwezo wa kutumia programu au programu za teknolojia, mfano Microsoft Outlook, MS Teams, Chrome AED. Na uwezo wa kutumia programu kadhaa kwa wakati mmoja kwenye kompyuta ili kuweza kutoa taarifa za moja kwa moja na kwa wakati kwa walengwa. Tovuti ambayo unaweza kuomba kazi hii ipo katika maelezo ya video. Asante kwa kuwa pamoja nasi katika kipindi hiki. Tunakualika ufuate kipindi kijacho ambapo tutakuletea fursa nyingine za ajira katika nchi muhimu, pamoja na njia na masharti yanayohitajika ili mtu anayevutiwa aweze kupata kibali cha kuingia kinachomruhusu kufanya kazi katika nchi hizo. Pamoja na mifano ya nyaraka iliyopo kwa sasa inayowapa wagombea vibali vya kuingia. Tunakutakia uendelea kufurahia maudhui yaliyotolewa na NETmedia. Pia tunakuhimiza upende video tunazoshiriki na ujiandikishe kwenye chaneli yako ya NETmedia.